Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ikiwa ni robo ya kwanza kabisa ya mwaka wa 2026. Katika robo hii ya kwanza ambayo ni Januari, Februari na Machi, tutaenda kujifunza mada kuu inayosema kuunganisha mbingu na dunia. Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Mtunzi wa lesoni hii ni Clinton Wahlen. Mhariri ni Clifford R. Goldstein. Mhariri katika lugha ya Kiswahili ni Musa Daniel Mika, huku mhariri mwenza akiwa ni Soraya. Mtafsiri ni James B. Didas. Robo hii itaanza katika siku ya Disemba 27 na kufikia tamati katika mwezi wa Machi 27, 2026. Huu ni utangulizi. Kuunganisha mbingu na dunia. Fikiria kuhusu kazi ngumu zaidi ambayo umewahi kuifanya. Ni nini kilifanya iwe ngumu? Je, yalikuwa ni matarajio au muda uliotengwa kwa ajili ya kazi hiyo, au yote mawili? Je, ulikuwa ni mtazamo wako kwa kazi hiyo, au huenda ni watu ambao ulifanya kazi nao? Au labda ilionekana tu kama jambo lisilowezekana kufanikiwa kabisa? Fikiria kusudi la mpango wa wokovu, kuunganisha mbingu na dunia. Linaonekana kama jambo lisilowezekana? Kusema kibinadamu, bila shaka ni jambo lisilowezekana. Hata hivyo, kabla tu ya kupaa mbinguni, Yesu aliwapa mitume kazi inayoonekana kama isiyowezekana. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Mathayo Mtakatifu sura ile 28 aya 19 na 20. Yesu alimtuma Paulo kwa watu wa mataifa ili kukamilisha kazi hii iliyoonekana kama isiyowezekana. Wafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru. Waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Matendo ya Mitume sura ile 26 aya ya 18. Wengine wanaweza kukataa kuwa hawawezi wakati wanapewa kazi kama hiyo. Hata hivyo, hatupaswi kupuuza ahadi ambazo Yesu alitoa katika matukio haya yote mawili. Kwa mitume aliongeza, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mathayo Mtakatifu sura ya 28 aya ya 20. Kwa Paulo, Yesu alisema, nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako. Matendo ya Mitume sura ya 26 ya 16. Kwa ufupi, Yesu anatoa kazi zisizowezekana kibinadamu ili tumtegemee yeye, badala ya sisi wenyewe kuzikamilisha. Kamwe hatupi kazi bila kutupatia uwezo wa kuifanya. Mapenzi ya mwanadamu yanaposhirikiana na mapenzi ya Mungu, yote yanawezekana. Lolote litakalofanywa kwa amri yake linaweza kutimizwa kwa nguvu zake. Kila anapotoa maagizo, anatoa uwezo wa kuyatekeleza. Ellen G. White, Christ's Object Lessons, ukurasa wa 333.
Cha kushangaza, wakati Paulo alipoandikia Wakolosai, Injili ilikuwa imehubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu. Wakolosai sura ile ya kwanza 23. Bila shaka si wote walioipokea, lakini tukitazama kwa makini maagizo aliyowapa mitume katika Mathayo sura ile ya 28 ya 18 hadi 20, na mtume Paulo, Yesu hakuwahi kuahidi kuwa wote wangekuwa wanafunzi au wote wangeongoka. Injili inapaswa kuhubiriwa katika ulimwengu wote, huwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Mathayo 24 aya ya 14. Ushuhuda huo unafananaje? Je, utatimizwa kwa namna gani hasa? Robo hii tutajifunza nyaraka za Paulo kwa Wafilipi na Wakolosai. Zina mfanano muhimu. Zaidi ya yote, zinamfunua Kristo, ambaye pekee anaweza kuunganisha mbingu na dunia. Yeye ndiye ngazi ambayo Yakobo aliona ikiwa imesimamishwa kutoka duniani na kufika mbinguni. Mwanzo 28 aya ile ya 12. Linganisha na Yohana Mtakatifu sura ya kwanza aya ya 51. Kama mwana wa Adamu na mwana wa Mungu, anatukomboa kutoka dhambini, naye anatuombea. Katika kujifunza nyaraka hizi, tutaona vipengele hivi vyote viwili vya Yesu. Tutachunguza baadhi ya kauli adhimu zaidi zinazopatikana popote kuhusu uungu wa Kristo na jinsi alivyojitoa ili kutuokoa. Tutamwona Paulo akipambana kutokea gerezani na matatizo katika kanisa moja alilolianzisha, yaani Filipi, na katika moja ambalo yeye mwenyewe hakuwahi kulitembelea, yaani Kolosai. Uhusiano ambao Paulo aliuanzisha katika kanisa la ulimwengu la wakati huo ulimwezesha hata kutokea katika gereza la Kirumi kushughulikia changamoto. Alijua wakati wake ulikuwa mfupi, na alifanya yote awezayo kulifanya kanisa liwe karibu na mbinguni na wao kwa wao. Kwa kufanya hivyo, anatuonesha jinsi kanisa la Mungu leo linavyoweza kuungana na mbingu, kutimiza utume wa siku za mwisho wa Ufunuo sura ile ya 14, ambao tunaujua kama ujumbe wa malaika watatu. Clinton Wacklen, PhD, ni mkurugenzi mwenza wa taasisi ya utafiti wa kibiblia katika Conference School. Umahiri wake upo katika Agano Jipya, mbinu ya kufasiri Biblia na historia ya Waadventista. Ameishi na kufanya kazi katika nchi za Ujerumani, New Zealand, Urusi, Uingereza na Ufilipino. Yeye na mkewe Gina wanao watoto wawili wakubwa, mkwe na wajukuu wawili. Hii ni sehemu ya utangulizi katika lesoni hii ya robo ya kwanza ya mwaka 2026. Kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Robo hii tutakuwa na masomo 13. Somo la kwanza, twaudhiwa bali hatuachwi, Disemba 27 hadi Januari 2. Somo la pili, sababu za kushukuru na kusali, Januari 3 hadi 9. Somo la tatu, uzima na mauti, Januari 10 hadi 16. Somo la 4, umoja kwa njia ya unyenyekevu, Januari 17 hadi 23. Somo la 5, kuangaza kama mianga usiku, Januari 24 hadi 30. Somo la 6, kumtumainia Kristo pekee,
Januari 31 hadi Februari 6. Somo la 7, wenyeji wa mbinguni, Februari 7 hadi 13. Somo la 8, ukuu wa Kristo katika yote, Februari 14 hadi 20. Somo la 9, upatanisho na tumaini, Februari 21 hadi 27. Somo la 10, kutimilika katika Kristo, Februari 20 hadi Machi 6. Somo la 11, kuishi pamoja na Kristo, Machi 7 hadi 13. Somo la 12, kuishi pamoja sisi kwa sisi, Machi 14 hadi 20. Na somo la 13, kusimama katika mapenzi yote ya Mungu, Machi 21 hadi 27. Nikusihi mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, usipange kukosa kufuatilia masomo haya robo hii. Robo nzuri kabisa tutakapojifunza kuunganisha mbingu na dunia. Jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia ambayo inapatikana katika maduka yote ya ABC, au waweza kuwasiliana moja kwa moja na Ufunuo Publishing House. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.